ndio kazi yetu, na tukisema pole manake ukifungwa utamani tena kufundisha, lakini sema hongera kwa sababu kwenye game ya mpira wa miguu yote yanatokea kwenye kuna kushinda, kuna kudraw na kufungwa. So far sisi tumepoteza, tumepata nafasi hatujazitumia, tupata nafasi umetumia. Nini ambacho kilikuwa kigumu pengine katika mchezo ambacho kimesababisha matokeo haya? Hakukuwa na ugumu wowote. Game plan yetu sisi tuliokuwa tumepanga namna ya kucheza, tumecheza, imefanikiwa kiasi fulani. Wao wamepata nafasi kwa sababu hawakuwa piga mipira mirefu, hawakuwa na jeuri ya kuweza kupossess. Sisi tulikuwa na jeuri ya tuweza kupossess. So far wamepata nafasi, wamescore, sisi tukiamini ni offside, lakini all matokeo sisi tunakubali tumefungwa goli 2-1 na ndio football. Tumetoka Njombe mpaka Iringa kwa ajili ya mchezo wa kirafiki. Kipi ambacho kimeshawishi safari hiyo, umbali huo kutafuta mechi ya kirafiki? Mimi timu ndio nimeanza nayo na kama wiki ya pili sasa hivi nimeanza kuifundisha, nimeanza kusanya wachezaji, nikafanya organize na wachezaji zaidi ya 50. Nafanya nao mazoezi na programu yangu iko Tanwat pale uwanja wa Tanwat, na ndani ya kona zaidi ya 50 wanakuja wanaoweza na wasioweza. Kazi ya mwalimu ni kutaka kumtoa mchezaji sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi nilichokiona ni kuwa nijaribu kufanya exposure kwa wachezaji waone mpira una thamani kiasi gani, wanaweza kutoka kwenda sehemu nyingine, kutoka Njombe kwenda mkoa mwingine, wakajifunza pia tamaduni za sehemu nyingine. Njombe Mji ni timu ambayo ina jina kubwa, lakini kwa sasa iko daraja la chini kabisa. Pengine kuna mkakati wote, na maana mwenyewe umesema umeingia kwenye timu kwa ajili ya kuifundisha kuirudisha kwenye madaraja juu? Njombe Mji imefutwa kabisa kwenye football, na nafikiri mimi nilikuwa nafundisha awali. Msimu ambao sikufundisha nilikuwa na matatizo, sikuwepo, timu ndio ilivyoondolewa kwenye mashindano na Lipuli iliondolewa kipindi kile. So far sasa hivi kuna timu inaitwa Hauzang imetoka daraja la pili, imequalify kwa daraja la kwanza. So far imepanda, tunaendelea kujaribu kutafuta namna nyingine wa kutoa timu za chini zimeweka juu. Japo mimi sio lengo langu kubwa ni kutaka kuona wachezaji wanaotoka Njombe wenye vipaji wanaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yaani sio yeye anakuwa anaweza kucheza Njombe, tunataka tuone wachezaji wa Njombe wanacheza daraja la pili, daraja la kwanza na ligi kuu pia. Lakini ndio dhamira yangu kubwa. Mimi nipo kwa ajili ya kutaka kuwatoa watu sehemu moja kupeleka sehemu nyingine, hususan kwenye mafanikio ya football.